asasi za kiraia, wafadhili wetu kwa maana development partners na taasisi za serikali. Lengo ni kuwasilisha ushahidi kwa maana ya matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika kwenye sekta hii ya uzimaji, ili kuona ni namna gani tunaweza kutengeneza au kuisha sera, sheria na miongozo mbalimbali ambayo inaongoza sekta hii. Sasa kwa siku hizi mbili ambazo tumekuwa nazo, tumepata kusikia kutoka kwa wenzetu wa serikalini, hasa wizara ya madini, tumesikia kutoka kwa upande wa wafadhili wetu, tumesikia kutoka kwa asasi za kiraia, lakini vile vile watafiti kwa maana ya taasisi za elimu, kwamba ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kufanya kwa pamoja sisi kama wadau, ili basi kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia madini ya kimkakati au critical minerals, ambapo ndipo dunia inapoelekea kwa sasa, Tanzania kama nchi tunaweza tukafaidika kwa uchimbaji wa haya madini, lakini vile vile ni namna gani haki za jamii, hasa zile jamii ambazo uchimbaji huu wa haya madini unapofanyika, ni namna gani tunaondoa kwa mfano migogoro kati ya wananchi na makampuni, migogoro kati ya wananchi na viongozi, kwa maana tunaelewa kwenye mchakato kuna watu ambao wanaondolewa kwenye maeneo yao, kuna watu ambao wanaondolewa kwenye ardhi yao. Sasa masuala ya fidia kwa mfano yanafanyikaje, muda wa fidia. Sasa haya ni baadhi ya masuala tu ambayo yameonekana kwenye sekta hii ya uzimaji, na lengo letu basi sisi kama Haki Rasilimali ambao tunachochea uwazi na uwajibikaji katika sekta hii, ni kuona ni namna gani tunawaleta wadau hao wote pamoja ili tuweze kushirikiana. Na tumeona, tunashukuru kwamba hizi siku mbili leo tumeshuhudia kamishna msaidizi wa madini na ametueleza mikakati ambayo tayari serikali inachukua ili kuona basi kwamba kila mdau anashiriki kwenye hii michakato, lakini vile vile serikali iko tayari kufanyia kazi yale ambayo sisi tunawasilisha kwao, ili kuweza kuboresha sheria zilizopo, sera na miongozo ambayo inaongoza sekta hii ya uzimaji. Asante. Shukrani.